Mkurugenzi wa habari na uenezi Chadema Mheshimiwa John Mnyika amesema kauli iliyotolewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Jakaya Kikwete, Nape Nnauye, William Lukuvi na IGP zinaonyesha uhusiano wa kimaudhui na lengo la serikali ya CCM kuiuisha Chadema na tukio la bomu lilolipuliwa kwenye mkutano wa Chadema huko uwanja wa Soweto jijini Arusha. Akizungumzia salamu za rambirambi za rais kwa Chadema kupitia kwa msemaji wake wa Ikulu, Mnyika amesema kuwa zimeacha maswali mengi, ambapo pamoja na kuonyesha kusikitishwa na tukio hilo, lakini pia rais ameonyesha uelekeo wa kuwajua watu waliopanga tukio hilo. Chadema tumepokea salamu za pole zilizotolewa na rais kupitia kwa mkurugenzi wa mawasiliano wa Ikulu na zikanukuliwa na vyombo vya habari. Lakini kauli ile ya pole imeambatana na kauli za rais ambaye vile vile ni mwenyekiti wa CCM zinazoacha maswali mengi. Rais katika kauli yake iliyotolewa kwa niaba yake na mkurugenzi wa mawasiliano Ikulu, pamoja na kueleza kusikitishwa, ameonyesha kwamba tukio hili limepangwa na watu wenye njama za kutoitakia mema taifa, na ameonyesha mwelekeo wa kufahamu watu waliopanga njama hizi. Kauli ya rais. Sasa ukishakuwa na kauli imetolewa na rais kupitia kwa msemaji wa Ikulu katika tukio ambalo ushahidi wa mikanda ya video inaonyesha kwamba vyombo vya ulinzi na usalama vimeshiriki katika kupanga tukio, katika kutekeleza tukio la mauaji, kurusha bomu, kufyatua risasi kwa bunduki, kufyatua risasi kwa bastola na vitendo vingine vya namna hiyo kwenye tukio hilo, inaacha maswali mengi. Kama rais alishasema kwamba tukio hili limepangwa na watu wenye njama za kuitotakia mema nchi hii, na imeonyesha wazi kwamba watu hao ni askari polisi, na yeye kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 33 ndio kiongozi wa serikali, ndio amiri jeshi mkuu. Ni muhimu sasa, badala ya kauli tu ya kurugenzi ya mawasiliano Ikulu peke yake, Mheshimiwa Rais akajitokeza akazungumza na Watanzania kueleza nini ambacho amekifahamu kabla ya tukio, wakati wa tukio na sasa, kufuatia ushahidi ambao umeonekana wazi kwamba askari polisi wamehusika katika tukio hili. Kuhusu kauli za Nape Nnauye na Mwigulu Nchemba, Mnyika alikuwa na haya ya kusema. Na CCM ambazo kimsingi zinaashiria kulikuwa kuna mawasiliano ya karibu baina ya msemaji wa Ikulu, msemaji wa serikali ndani ya bunge na msemaji wa CCM. Wamezungumza maneno yanayotofautiana, lakini wamezungumza muktadha unaofanana. Wote kwa umoja wao wanajaribu kufikisha ujumbe kwamba mauaji yale yalipangwa na msemaji wa CCM ameihusisha Chadema, kwamba eti Chadema imepanga njama za mauaji kwa ajili ya kutafuta huruma za wananchi wakati wa uchaguzi. Chadema haina sababu yoyote ya kusababisha mauaji ya viongozi wake, kwa sababu risasi zile, mabomu yale yalilenga eneo la viongozi. Haina sababu yoyote ya kuwaua viongozi wake kwa lengo la kusababisha kuungwa mkono kisiasa. Haina sababu yoyote. Na Chadema inatambua wazi nguvu ilizonazo Arusha katika kata 4 ambazo uchaguzi umeahirishwa, na hata kama Chadema isingekuwa na nguvu, Chadema haiwezi kuua viongozi wake kwa ajili ya kutafuta huruma ya wananchi. Kitendo cha CCM kuligeuza hili swala, kujaribu kulielekeza Chadema, huku kukiwa na ushahidi wa mikanda inaonyesha polisi kuhusika na tukio hili, huku kukiwa na ushahidi wa kauli za viongozi wa CCM, Nape mwenyewe, kauli za Mwigulu Nchemba, sio tu za Arusha za kusema kwamba atakayechagua CCM atakayechagua Chadema atakufa, usipochagua CCM utakufa, bali kauli walizoanza kuzitoa kuanzia wakiwa kwenye kampeni Mbeya
walizokuwa wanaashiria kwamba katika kampeni hizi za udiwani kutatokea umwagaji damu, kutatokea vurugu, kutatokea matukio ya ajabu katika kampeni za Chadema. Walikuwa wanazungumza Mbeya, na tukio sasa limetokea Arusha. Ni ishara ya kwamba hawa kwa pamoja walikuwa wanajua wanachokifanya. Wanatambua kwamba CCM baada ya kukataliwa na wananchi, baada ya kukataliwa kwa sera, baada ya kukataliwa kwa hoja, sasa inatumia umwagaji damu na ufisadi kama mbinu ya kuwatisha wananchi, kama mbinu ya kutafuta madaraka, kama mbinu ya kuendelea kung'ang'ania katika uongozi wa nchi hata baada ya Watanzania kuwakataa. Kwa vyovyote vile, kauli hizi za viongozi wa CCM sio kauli tu ambayo IGP alisema kwamba itachunguzwa. Kauli moja tu ya kusema kwamba atakayeacha kuchagua CCM atakufa, iliyotolewa na Mwigulu Nchemba. Warudi nyuma, watazame kauli zote zilizotolewa na viongozi wa CCM wote kwa ujumla wao katika kampeni hizi ambazo zilionyesha CCM walikuwa na habari kabla ya kutokea kwa matukio haya ambayo yamekuja kutokea, hali ambayo inaashiria njama za moja kwa moja katika jambo hili. Pia amezijibu kauli za serikali zilizotolewa bungeni na waziri wa sera, uratibu na bunge, ofisi ya waziri mkuu William Lukuvi, na kusema kuwa kauli ya Lukuvi imedhihirisha kuwa ni sera ya serikali kusema uongo huku ikijua ukweli, kwa kuwa anawakilisha ofisi ya waziri mkuu, na kwamba serikali imeratibu uongo, hivyo imepoteza uhalali wa kuongoza wa Tanzania. Mwenyekiti Mboya amezungumza jana, na wakati anaelezea ushahidi uliopo na ushuhuda uliopo juu ya tukio hili, ameeleza vile vile kushangazwa na kauli za Lukuvi. Kwa hiyo katika nukta hii tuongeze tu baadhi ya mambo ya msingi, ikizingatiwa kwamba waziri Lukuvi ni waziri wa sera, uratibu na bunge. Sera, uratibu na bunge. Kauli yake akiwa ni waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, kwa maana yake ofisi ya waziri mkuu imezungumza bungeni, inapaswa kubebwa kwa uzito mkubwa na ieleweke kwamba kauli yake imedhihirisha kwamba ni sera ya serikali kusema uongo huku ikijua ukweli. Ni sera ya serikali kusema uongo huku ikijua ukweli. Kauli yake imedhihirisha kwamba jambo hili la kutaka kulidanganya taifa lina uratibu wa serikali kwa ujumla wake. Kama waziri wa uratibu, ofisi ya waziri mkuu ambaye ndio kiongozi wa shughuli za serikali bungeni, wanaweza kutoa uongo wa namna hiyo, maana yake kauli hizi zimeratibiwa. Serikali hii imepoteza uhalali wa kimaadili, yaani serikali bungeni imepoteza uhalali wa kimaadili wa kuzungumza, kwa sababu imeratibu uongo wa moja kwa moja. Ya waziri huyu iturudishe nyuma tu, wakati anazungumza kwamba polisi walishindwa kumkamata mhalifu kwa sababu eti wananchi wamechochewa muda mrefu na hivyo kulichukia jeshi la polisi, kwa kiwango cha polisi kushindwa kutekeleza wajibu wake wa kukamata mhalifu, wakati ukweli wa mikanda unaonyesha kwamba polisi ndio ambao waliamua kumtorosha mhalifu. Sio tu kumtorosha kwa magari, bali kwa matumizi ya bunduki na bastola kuwapiga risasi wananchi waliokuwa wanafanya ulinzi shirikishi wakielekea kumkamata mhalifu waliyemwona, kwa sababu tu mhalifu huyo amevaa mavazi ya FFU, kwa sababu tu mhalifu huyo ni mwenzao. Polisi hawa wakatekeleza uhalifu mwingine wa kupiga raia risasi ili kulinda uhalifu. Jeshi la namna hii haliwezi kutetewa, na watetezi pekee wa jeshi la namna hii ni watu kama waziri wa sera na uratibu Lukuvi, ambaye ndani ya jimbo lake alituhumiwa bungeni akilitumia vibaya jeshi la polisi, akimtumia vibaya kamanda wa polisi Michael Kamhanda. Lakini Lukuvi aliposimama akaenda mbele zaidi, sio tu ya jimbo lake, akafikia hatua hata ya kumkingia kifua Michael Kamhanda
ambaye ripoti ya Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora inamhusisha moja kwa moja na kusimamia operation iliyosababisha mauaji ya mwanahabari Daudi Mwangosi. Kama ambavyo amemtetea Michael Kamhanda kwa mauaji ya Daudi Mwangosi kwa kupigwa na bomu tumboni, ndivyo ambavyo Lukuvi amesimama bungeni kutetea askari polisi aliyeua raia kwa bomu, askari walioua raia kwa risasi. Ni mwendelezo wa serikali ya CCM. Serikali ya CCM kutetea mauaji ni mwendelezo wa ishara ya wazi kwamba mauaji ya namna hii yanayotetewa na serikali ni wazi yamepangwa na serikali. Ni wazi kwamba sote tuna majonzi. Ni wazi kwamba sote tuna maombolezo. Ni bahati mbaya kwamba serikali, CCM na bunge badala ya kutoa nafasi kwa maombolezo, wakati ambapo hatujawazika wenzetu, wakati ambapo tuko kwenye kipindi cha maombolezo, wao badala ya kuomboleza wanafanya propaganda. Tumelazimika kuzungumza jambo hili badala ya kuzungumzia majeruhi ambao tunaendelea kuwahudumia mpaka sasa, badala ya kuzungumzia marehemu ambao wengine leo wanapewa heshima, wengine watapewa heshima kesho. Tumelazimika kuyazungumzia haya kwa sababu uongo ukiachwa ukasemwa, watu wanaweza kuamini kwamba ni ukweli. Lakini ni wazi, ukweli ukisemwa, watu wachache wanaweza kudanganyika wakati mchache, wakati mfupi sana, lakini sio watu wote wakati wote. Some people can be fooled for some time, but not all the people all the time. Watanzania tusikubali kudanganyika. Kwa pamoja tuungane kwenye kipindi hiki kigumu cha maombolezo. Tuendelee kusimamia ukweli, kueleza ukweli. Lakini baada ya kipindi hiki cha maombolezo, kwa mauaji kama haya na mauaji mengine ambayo yametokea kwa muda mrefu kwenye taifa letu, ni lazima ifike hatua tuseme sasa hapa imetosha. Ifike hatua sasa tuseme waliohusika na mauaji haya sio tu yaliyotokea Arusha Juni 15. Waliohusika na mauaji haya kuanzia mauaji ya Arusha Januari 5, 2011, mauaji yaliyofuatia baada ya hapo, mauaji ya Igunga ya mwezi Oktoba ya Mbwana Masudi aliyekutwa ameuawa na kutupwa, mauaji yaliyofuata mwezi Novemba, mauaji yaliyofuata baadaye, mauaji yaliyofuata vile vile ya Arumeru aliyechinjwa kiongozi wa CCM, kiongozi wa Chadema aliyechinjwa, Bwana Mbwambo aliyechinjwa kwa msumeno na kiongozi wa CCM, na baadaye askari polisi kushiriki kumtorosha mtuhumiwa huyu mahakamani mpaka leo akiwa hajapatikana. Mauaji yote yaliyotokea baada ya hapo, ifike hatua tuseme sasa imetosha. Ifike hatua tuseme sasa kuna wakati, ni wakati wa kuiwajibisha hii serikali ambayo baada ya kushindwa kubaki madarakani kwa kuwatumikia wananchi, baada ya kushindwa kubaki madarakani hata kwa kutumia ufisadi wa rushwa, kutoa rushwa kwenye chaguzi, lakini bado wananchi wanakubali mabadiliko, baada ya kushindwa kung'ang'ania madarakani kwa siasa za uongo, siasa chafu za propaganda za udini, ukabila na siasa zingine, sasa wanafikiri kwamba wanaweza kung'ang'ania madarakani kwa umwagaji damu. Historia ya dunia inaonyesha kwamba hakuna dola iliyokataliwa na wananchi kwenye sanduku la kura, ikakataliwa na wananchi kwa nguvu ya umma, ikafanikiwa kubaki madarakani kwa kutumia askari, kwa kutumia umwagaji damu. Tanzania tunapita katika njia hiyo. Tusielekee huko. Sisi Chadema tunapenda amani ya nchi yetu na tutaendelea kutetea amani ya nchi yetu, lakini hatutarudi nyuma katika kudai haki. Haki za sisi tunaoishi, haki ya tutakaokufa na haki za waliokufa hatutaacha, kwa sababu tukifanya hivyo itakuwa ni usaliti
kwa imani kubwa ambayo wananchi wameipa Chadema. Kwa hiyo waheshimiwa wanahabari, ndugu wanahabari, haya ndiyo ambayo nataka kuwaeleza siku ya leo, lakini kama kuna maswali naomba nikaribishe maswali. 15/2013 katika uwanja wa Soweto jijini Arusha katika kata ya Karoleni, wakati chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kilipokuwa kikihitimisha kampeni za uchaguzi wa marudio ya udiwani, askari wa jeshi la polisi alirusha bomu kuelekea kwenye gari la matangazo walipokuwa viongozi wakuu wa chama, akiwepo mwenyekiti wa taifa Mheshimiwa Freeman Mbowe, na kusababisha mlipuko mkubwa. Bomu hilo limesababisha vifo vya watu pamoja na majeruhi kadhaa.